Asante sana. Mimi kwanza ni wapongeze TLS pamoja na wote waliotoa mada kwa maongezi mazuri yanayotuelekeza vizuri kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Sina mengi ya kusema kwa sababu mengi yameshasemwa ambayo ni ya msingi, na mengi mzee Warioba ambayo tumekuwa tukizungumza zaidi ameyasema. Mimi ni na mawili tu. Kwanza kabisa ni wasii Watanzania wote watambue kabisa kwamba uchaguzi ni uchaguzi wetu sisi wa Tanzania, nje ya vyama, nje ya taasisi, yani bila tume, bila taasisi, bila polisi, bila vyama vyote kuanzia CCM na vyama vyote vya upinzani. Uchaguzi ni wetu sisi wa Tanzania. Hilo tukilielewa vizuri na tukalisimamia vizuri, maana yake hatutakubali mtu yeyote, taasisi yoyote ituyumbishe kuhusiana na swala la uchaguzi. Hilo la kwanza, kwamba tufahamu uchaguzi ni wetu. Tuna ugonjwa mkubwa nchi hii wa kuhisi kwamba uchaguzi ni wa vyama vya siasa. Lakini leo ukienda Uganda ambapo mnaita ni kuna dictatorship, katika wabunge jana mambo yalikuwa nasema wabunge wa sasa hivi kwenye wabunge 400 kuna wabunge karibu 160. Nusu wanatoka nje ya vyama vya siasa kwenye makundi mbalimbali. Alafu nusu wanatoka vyama vya siasa. Hiyo ni nchi ya Museveni, ina wabunge 160 wanaotoka nje ya NRM, chama tawala. Ni kwa sababu wamethamini kwamba uongozi wa nchi sio wa vyama vya siasa. Lakini nataka niwakumbushe kwamba katiba yetu imetufanyia makosa mengi kwa kutulazimisha kwamba tufanye siasa kupitia vyama vya siasa. Na ndio maana ikawafanya Watanzania wahisi kwamba siasa na uongozi wa nchi lazima ni swala la wanasiasa. Tukaacha, na leo tumefika hapa kwa sababu Watanzania tumeacha kuhoji mambo yetu ya msingi na kufuatilia mambo mengi ya msingi. Kwa hiyo mwishoni niombe sasa, ili tuende kwenye uchaguzi huu, Watanzania sisi ndio wazazi kwa nchi yetu, sisi ndio wazazi. Bahati mbaya watu wanageuzaga, yani wanaita viongozi ndio wazazi, alafu sisi wananchi ndio tunaitwa watoto, lakini actually sisi ndio wazazi. Sasa tunaona mtifuano unaoendelea baina ya vyama vya upinzani na serikali na CCM. Yani manake ni kwamba ni mzazi amekaa pembeni anaacha watoto wake watifuane. Tunapaswa kuwaita wakae meza moja, waelewane, alafu ndio tuwaruhusu waende kwenye uchaguzi. Sijui mnanielewa? Yani tukatae kwenda kwenye uchaguzi huu wakati CCM, Chadema, ACT, tume na watu na taasisi zote za uchaguzi zinavutana. Hiyo ilishafanyika. Lakini kosa lingine tulilofanya baada ya Rais Samia kuja madarakani, tukawa tunajielekeza sana kwenye maboresho, tukasahau kwamba matatizo yaliyofanyika kwenye awamu ya 5 hayakusababishwa na sheria, yalisababishwa na attitude na behavior za watu. Kwa hiyo tukajikita kudai maboresho ya sheria, tunasahau kuweka nguvu sana kwenye kubadilisha tabia, attitude za watu. Mimi nadhani uchaguzi huu tunaweza tukaenda vizuri sana kama tutawekeza nguvu zaidi kuja kwenye muafaka wa kitaifa wa kubadilisha tabia na attitude za watu. Tulifanya uchaguzi mzuri sana 2015 kwa sababu tabia, mawazo na attitude za watu wote kuanzia wananchi, taasisi za uchaguzi na wanasiasa zilikuwa tunaweza tukasema zilianza kuwa ni tabia zenye maadili ya kitaifa. Kwa hiyo kwa sasa muda uliobaki wote tuwe na nia, kuanzia rais wa nchi, sisi wote wananchi, taasisi zote. Na Kibambo mweka vizuri, mimi sindalizungumzia. Nataka nizungumze swala la tume. Mimi na sekando ulichosema. Tume imejifungia. Tume haijibu barua ya mtu. Mimi na president tulikwenda, walikataa kutupokea. Tume imeamua kujifungia wakati ndio tume ya wananchi. Mimi naomba leo na mimi nitoe ombi, azimio litoke hapa kwamba tume irudi, na mwenyekiti wa tume ya bunge yuko hapa, katiba na sheria, tunaomba utupelekee ujumbe kwamba tume ifanye majukumu yake hapa. Yote haya tuliyoyafikia hapa leo ni kwa sababu taasisi zinazopaswa kusaidia nchi
kuendesha uchaguzi zimejifungia. Watu wanalalamika toka Januari, no reform, no election. Hakuna hata kikao kimoja tume imewaita kuwasikiliza. Tunamlaumu nani? Yaani tume inasikia watu wanalalamika hoja ambazo zinaweza zikafanywa kazi na tume bila hata kuhusisha watu wengine. Hawana hiyo nafasi. Onesmo, asante. Barua zinaandikwa nyingi, hawajibu. Kwa hiyo mimi naomba nimalizie tu kwamba tufike mahala Watanzania wote tuamke tuseme kwamba tunataka uchaguzi uende kwa utaratibu huu, na wanaovutana ambao sisi ni ndio wazazi wao tuwaite, tuwakalishe, twende kwenye uchaguzi ambao ni wa kitaifa ambao kila mtu ataridhika. Asante sana.